hii ya siku ya leo mahali hapa, na mimi ni kwa neema tu ambayo Mungu amekupa kuwepo mahali hapa. Martha, wewe umeenda zake? Wewe umeenda zake? Sawa. Haleluya. Amen. Basi nitazungumza kuhusiana na habari za vifungo vya rohoni. Vifungo vya rohoni, nitazungumza kuhusiana na vifungo vya rohoni, lakini nitazungumza kwa upande wa kifungo ambacho kinaweza kufungwa na kamba za kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Kifungo ambacho mtu anaweza kufungwa na kamba za kuzimu. Anazungumza kuhusiana na vifungo vya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafahamu kamba ni silaha ambayo inaweza kutumika kufunga vitu vya aina yoyote ile katika ulimwengu wa mwili. Unaweza kufungia mizigo, unaweza kufungia kila aina ya kitu ambacho kipo. Lakini katika ulimwengu wa roho pia kuna kamba ambazo zinaweza kumfunga mtu. Kamba za kuzimu, kamba za mauti ambazo zinaweza kumfunga mtu katika ulimwengu wa roho. Kwa nikisema vifungo vya rohoni, maana yake ninazungumzia neno ambalo ni pana kidogo. Kwa maana ukizungumzia vifungo vya rohoni, kuna magereza ambayo yamewafunga watu rohoni. Watu wamefungwa, wako ndani ya magereza katika ulimwengu wa roho. Lakini ndio maana nasema mimi nataka nizungumzie kamba za kuzimu ambazo zinaweza kumfunga mtu asiweze kujua nini anatakiwa kufanya, nini anatakiwa kutenda, kafungwa katika ulimwengu wa roho. Na shetani ndio kazi ambayo anaifanya katika ulimwengu wa roho. Basi kama kuna kamba ambazo shetani anaweza kutumia kumfunga mtu, ama kuna kifungo cha rohoni ambacho shetani anaweza kumfunga mtu katika ulimwengu wa roho, vivyo hivyo na mimi hata wewe maombi unaombaga, ninamfunga kwa jina la Yesu mume wangu akirudi asinipige leo, au ninamfunga bosi wangu leo nimechelewa kazini, nikifika asiniulize kwamba nimechelewa kazini. Unamfunga, lakini uelewaje? Unatamka tunafunga, uelewi. Haujawahi kuwaza zaidi kwamba tunafunga nafungaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Unafunga mlango, unafunga kamba, unafunga nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naamini hata katika mambo yako na wewe neno wako unalitumia. Sasa kama unalitumia, maana yake pia katika ulimwengu wa roho shetani pia analitumia katika maisha yetu sisi kutufunga. Kwa hiyo unaweza ukawa umefunguka katika maeneo kadha wa kadha, lakini kuna maeneo baadhi shetani amekufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa una mafuta na Roho Mtakatifu yuko ndani yako, lakini kuna maeneo shetani amekufunga. Kwa hiyo Mungu anakupa fursa ya kufahamu sasa kwamba kuna eneo limefungwa, maana yake yupo katika mchakato wa kufungua, na wewe uko tayari sasa kuanza kazi ya kutoka katika kifungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kuna kamba ambazo zinatufunga katika ulimwengu wa roho, zinaweza kukufunga katika ulimwengu wa roho. Ndio maana nakwambia kama shetani anatumia hivyo, maana yake na sisi tuna uwezo wa kutumia. Ninamfunga mama mwenye nyumba, mwisho wa mwezi umefika, anapaswa kunidai kodi, asinidai. Wewe lipa deni la watu, hata kufunga watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni haki yake. Na ikifika hapo utakuta mama mwenye nyumba muda mwingine afungiki. Maana umetoka kuomba tu unamfunga, yeye anakuja anafungua mlango anataka kodi. Wakati umefunga muda sio mrefu. Kwa sababu ni haki yake. Tufungue kitabu cha Samueli wa pili sura ya 22. Samueli wa pili sura ya 22. Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 4 hadi wa 6. Neno la Mungu linasema, nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Maana mawimbi ya mauti yalinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hapa katika kitabu cha Samueli tunasema kamba za kuzimu zikanizunguka. Kamba za kuzimu zikanizunguka. Sasa kamba za kuzunguka maana yake zimekufunga huko katikati, umezungukwa. Kamba za kuzimu zikanizunguka. Bwana Yesu asifiwe sana.
Tuangalie tena kitabu cha Zaburi sura ya 18 mstari wa 5 hadi wa 6. Zaburi 18 mstari wa 5 hadi wa 6, neno linasema hivi: kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimwita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu. Akaisikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Daudi anasema tena, anasema kwamba kuhusiana na kamba za kuzimu. Azungumzii tena kamba hizi za kawaida, anasema kamba za kuzimu, kwamba kamba za kuzimu zikamzunguka. Anazungumzia hapo katika hiyo Zaburi. Lakini mpango wa Mungu pia kwa ajili ya watu wake ilikuwa ni kuwatoa katika vifungo ambavyo wanadamu wamefungwa. Ndio maana Yesu Kristo akaja duniani kwa ajili ya kututoa katika hivyo vifungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma katika kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 31 hadi wa 35. Marko 7, kitabu cha Marko sura ya 7, Marko 7:31 hadi 35. Akatoka tena katika mipaka ya Tiro, akapita katikati ya Sidoni, akaenda mpaka bahari ya Galilaya, kati ya mipaka ya Dekapoli. Wakamletea kiziwi, naye ni mwenye utasi. Wakamsihi amwekee mikono, akamtenga na mkutano faragani, akatia vidole vyake masikioni mwake, akatema mate, akamgusa ulimi. Akatazama juu mbinguni, akaugua, akamwambia Efata, maana yake funguka. Mara masikio yake yakafunguka, kifungo cha ulimi wake kikalegea, akasema vizuri. Akawaonya wasimwambie mtu, lakini kadri ya alivyozidi kuwaagiza ndivyo walivyozidi kutangaza habari. Wakashangaa mno kupita kiasi, wakinena, ametenda mambo yote vema. Viziwi awafanya wasikie na bubu waseme. Napenda hapa mstari huu wa 34 hapa. Anasema akatazama juu mbinguni, akaugua, akamwambia Efata, maana yake funguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yake Bwana Yesu amekutana na mtu hasemi, asikii. Lakini yeye wakati anatazama tatizo alikuwa anajua kinywa kimefungwa, ulimi umefungwa, masikio yamefungwa. Kwa hiyo Bwana Yesu alichokuwa anafanya, yule mtu alichokuwa anahitaji, alikuwa anahitaji kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Alichokuwa anahitaji kipata ni kufunguliwa kutoka katika kile kifungo ambacho yuko nacho. Kwa hiyo haongei, hasikii, lakini amefungwa. Lakini naamini kuna watumishi wengi ambao waliweka mikono juu yake hakuwahi kufunguliwa. Naamini kuna mahali pengi ambapo walizunguka naye hakuweza kufunguliwa. Tatizo ya watumishi wengi ambao tuko tunafanya huduma ama Wakristo wengi ambao tumeokoka, huwa tunafanya vitu ili mradi, hatufanyi kwa sababu Mungu kasema tufanye. Bwana Yesu sio sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana tunashindwa kuelewa. Daktari, kila mtu ni specialist kwa ugonjwa ambao ameusomea. Si ndio Kuna daktari wa macho, kuna daktari wa meno, kuna daktari wa kila namna. Sasa wengi watumishi hatuna utulivu wakati tunafanya huduma ya kumfungua mtu kutoka eneo moja kwenda sehemu nyingine. Tunavania tu kuomba, wakati hatusikii sauti ya Mungu ikisema nasi tuombe kwa ajili ya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunavania tu mapepo tuombee yalipuke, lakini hatujui tatizo ambalo liko ndani ya huyu mtu ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, unapopewa nafasi ya kusimama kama mtumishi, maana Mungu amekuamini wewe kuwa daktari wa kiroho kwa ajili ya huyo mtu ambaye ana matatizo. Sasa kama daktari, maana ni lazima uwe na uwezo wa kufahamu ni tatizo gani ambalo linamtesa mtu. Sasa daktari mkuu ni Mungu mwenyewe. Unaweza ukafanya huduma, Mungu akasema na wewe kwamba shida ya huyu mtu sio hiyo ambayo unaona ni shida nyingine. Kuna kipindi nishakusema, kuna mtumishi mmoja alienda katika nyumba ya mchungaji amepooza, ameparalyze, yuko pale nyumbani na mke wake hawezi mchungaji.
akamwalika yule mchungaji rafiki yake, akamwambia aende akamsaidie maombi pale nyumbani walimtembelea. Walipofika wakati wanafanya maombi, wanaomba mtu afunguki. Wanaomba mtu afunguki. Sasa yule mchungaji ambaye alikuwa amealikwa mahali pale akaanza kutembea. Akawa anaomba huko anatembea. Anaomba huko anatembea. Kuna kitu akakishtukia ndani ya nyumba. Kwa sababu ilikuwa ni usiku ndio unaingia, kuna kibatari kilikuwa kimewashwa pale ndani. Kile kibatari wakati kinawaka sima yake kinatoa mwanga ndani. Sasa yule mchungaji wakati anaomba anasogea kwenye kile kibatari, akisogea kibatari kinafifia. Akirudi mbali inaongezeka mwanga. Akisogea kinafifia. Akirudi mbali kinaongezeka mwanga. Akaondoa kuna shida. Kwa hiyo kwa akifanya anafanya anasogea anarudi ili ajue shida iko wapi. Baadaye akagundua shida iko kwenye ile taa yao ambao wanaitumia pale nyumbani. Ikabidi amuulize mchungaji, hii taa mlipata wapi? Historia ya kuipata taa ndio ilikuwa shida ya yeye kuparalyze. Bwana Yesu asifiwe sana. Historia ya kuipata taa ndio ilikuwa shida ya yeye kuparalyze. Sasa tusidili na huyu, tudili na hii taa. Wakaanza kuomba kwa ajili ya ile taa na baadaye kuiharibu ile taa. Yule baba baada ya muda akafunguka, akaanza kutembea. Lakini amekaa chini kwa muda wa miaka mingi. Kwa hiyo utakuta mtu unaweza ukaomba naye alipofungwa amefungwa kwenye mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Wao umekazana imeandikwa tutaweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Lazima uwe pia na uongozi wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kumfungua mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakutengeneza, hatukutengenezi ili upate kufunguliwaga tu kila siku. Ukija hapa Marina kuombea ufunguliwe, nimependa shuhuda za leo nzuri. Ukija hapa kila siku Marina kuombea kondani ya kone. Tunataka tusikie kwamba wewe umefungua watu, umewaleta hapa unashuhudia kwamba kuna mmoja yule amefunguliwa na mimi nilimuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini lazima tuwe na uongozi wa Roho Mtakatifu katika haya yote ambayo tunayafanya. Sasa Bwana Yesu amekutana na huyu mtu hasemi, lakini pia asikii. Alipokutana naye, alipomtazama akajua huyu amefungwa. Kuna mahali hayuko sawa. Bwana Yesu akasema efata. Maana yake funguka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akampa na neno efata. Na naamini kama ingeandikwa tu efata, pale ndio tusipoambiwa maana yake funguka, tusingejua efata ni nini. Kwa maana hiyo ni kwa sababu tusome Biblia, efata imeandikwa wapi katika Biblia? Imeandikwa na nani katika Biblia? Maana yake ilikuwa ni neno la wakati huo ambalo Mungu alikuwa anamwambia Bwana Yesu afanye kwa yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kuna kamba za kuzimu ambazo zinaweza zikamfunga mtu. Kamba za kuzimu zinaweza zikafunga maisha ya mtu. Huyu mtu anatembea kama mtu, anaishi kama mtu, lakini katika ulimwengu wa roho amefungwa. Huyu mtu ana uwezo wa kufanya kila kitu, lakini kuna mambo yamefungwa hayaendi kwa sababu ya kamba za kuzimu. Sasa ni nani wa kuzifungua hizo kamba? Sikiliza, tusome neno la Mungu tuone. Katika kitabu cha Luka sura ya 4. Angalia Bwana Yesu anachosema. Luka sura ya 4 mstari wa 18 hadi wa 19. Luka sura ya 4 18 hadi 19. Neno la Mungu linasema hivi: Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Naona huyu Bwana Yesu anasema Roho Bwana yu juu yake. Roho Bwana yu juu yake, kwa maana amemtia mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Kwa hiyo amekuja kuwahubiri masikini habari njema. Maskini kumbe wanachokihitaji, wanahitaji habari njema. What they need, wanahitaji good news basi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo yeye Mungu amemtuma na Roho Bwana anasema naye awahubirie maskini habari njema. Alafu anasema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa. Amekuja kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Manake Bwana Yesu kazi ambayo imleta hii ni mojawapo. Roho Bwana alipokuwa juu yake akampa assignment ya kufanya. Kwa hiyo manake kama hauna Roho Bwana juu yako
assignment ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kila linalokuja mbele yako unaliona sawa, kwa sababu Roho Bwana yuko juu yako. Haleluya. Lakini aliye na Roho Bwana juu yake, ambaye amepakwa mafuta na Bwana, alipewa assignment toka alipopakwa mafuta. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukafanya jambo likawa halikuhusu kwa sababu mafuta hayo huna. Mafuta hayo anayo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kusudi ambalo linaleta Kristo, anasema kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Kwa maana hiyo Mungu wakati anatazama, aliona katika ulimwengu huu kuna watu wamefungwa. Na vifungo viko vya aina nyingi. Kuna watu wanafungwa akili. Akili tu inafungwa. Ikishafungwa, huyu mtu hajui kuwaza sawa sawa. Lolote analoliona yeye anaona tu ni sawa. Hata ukimwona kuchangia hoja, hajui cha kuchangia. Anachangia mambo yasiyo ya msingi katika mambo ambayo ni ya msingi. Maana yake huyu mtu akili yake imefungwa, hawezi kuwaza sawa sawa. Kuna mtu amefungwa katika eneo la uchumi wake. Huyo mtu mafanikio kwake ni sumu. Hatakiwi kufanikiwa. Akiishika hela kusudi ni lazima iishe, ipotee. Kuna mtu amefungwa katika eneo la ndoa. Kuna mtu amefungwa katika eneo la uzazi. Kila mtu ana kifungo chake ambacho shetani anampesa kupitia hicho. Lakini Mungu amekusudia kututoa hapo. Mungu akikupa taarifa, maana yake yuko kazini kwa ajili ya kukusaidia utoke hapo ulipo. Haleluya. Haleluya. Neno lolote manake unapolisikia, manake Mungu ameruhusu lisikie ili utoke hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana yote ambayo unawahi kuyasikia, unaweza ukawa uliwahi kuyasikia, lakini unayoyasikia hujawahi kuyasikia. Kwa sababu yanakuja kwa wakati ili kukutoa pale ulipo. Kwa hiyo kuna kamba ambazo zimewafunga watu katika ulimwengu wa roho. Na maana unaona katika neno la Mungu anasema hivi, tazama nimekupa funguo. Hizo funguo, jambo lolote utakalolifunga duniani, mbinguni nitalifunga. Na utakalolifungua na mbinguni na mimi nitalifungua. Mungu anazungumza na watu wake. Kifungo chochote ili kiweze kufunguka, maana ni lazima apatikane yule mtu ambaye amekifunga. Na kama sipopatikana mtu ambaye amekifunga, lazima apatikane mtu mwenye nguvu zaidi ya yule aliyekifunga ili kifunguke. Sijui kama unielewa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaposema tazama nimekupa funguo ili ufungue, utakalolifungua limefunguka, utakalolifunga limefungwa, maana yake anachokisema mamlaka ya kufungua kilichofungwa hutegemeana na yule aliyefunga. Kwa sababu si amenipa funguo, akasema nitakachokifunga mbinguni kinafungwa, na nitakachokifungua duniani mbinguni kitafunguliwa, na nitakachokifunga mbinguni kinafungwa. Maana yake hakitafunguliwa chochote kama mimi sijasema. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona Elia alifahamu hii mamlaka, akakaa akasema, kwa sababu ya viburi vyenu kuto kumfahamu Mungu, ninaamuru mvua isinyeshe kwa muda wa miaka 3.5 mvua haijanyesha. Anasema isipokuwa kwa neno langu. Anasema kwa neno lake ndio mvua itanyesha. Asiposema maana yake haitanyesha. Kwa neno lake. Maana yake naamini kwa mila za zamani walikuwa wakiwaita manabii na wachawi kwa ajili ya kuangalia kuna nini kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Maana yake wachawi na waganga wakija kukusanyana hapawezi kufunguka. Wakiitwa manabii hapawezi kufunguka kwa sababu mwenye funguo ni mtu mwingine. Huyo mtu ndiye anayeweza kufungua. Tofauti na hapo hakuna ambacho kitawezekana. Lakini Elia kwa neno lake tena mvua inanyesha. Mvua inafanyaje? Inafunguka. Kwa maana hiyo sisi tunapoamua kumpokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, cha kwanza anachotukabidhi anatupa funguo, maana yake anatupa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake anatupa mamlaka. Hatutakubaliana na kila kitu, tutakubaliana na tunavyovitaka kwa sababu tuna mamlaka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ukipewa mamlaka, maana yake una authority ya kuamua chochote kwenye maisha yako na kinakuwa. Issue ni kwamba tuko ndani ya mamlaka lakini hatuifahamu mamlaka tulionayo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko ndani ya mamlaka lakini hatuifahamu mamlaka tulionayo. Tuko ndani ya ufalme lakini hatujifahamu kwamba sisi ni watoto wa mfalme. Na ndio maana tunaishi tofauti na vile Mungu wetu anavyotaka tuishi. Mungu akitutazama haoni matunda yale ambayo anakusudia sisi tuwe, anaona tofauti, kwa sababu kuna milango tumeiachia, kuna vifungo vimefungwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Mungu anatamani atutoe huko tuliko. Mungu anatamani atuvushe kutupeleka mahali pengine. Mungu anatamani tutoke huko ambako tumefungwa. Nasema hivi, ziko kamba katika ulimwengu wa roho, kamba za kuzimu zimefunga maisha ya watu. Na wenye kufungua hizi kamba ni wewe na mimi, kwa sababu sisi tunaye Kristo na Kristo alishatupa mamlaka. Maana tuna uwezo wa kufungua chochote. Tuna uwezo wa kusema lolote likawa, kwa sababu tuna mamlaka. Kinachotufanya tuseme kikawa hatusi kwa sababu ya maneno yetu, hapana, ila ni kwa sababu ya maneno yenye mamlaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiwa nayo mamlaka, tuna uwezo wa kufanya chochote. Tuna uwezo wa kuongea lolote likawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nakumbuka kuna wakati, kuna mambo kadha wa kadha alikuwa hajakaa vizuri kwangu. Sasa nikatamka neno, nikasema hivi, yoyote ambaye amehusika katika hili jambo, yoyote, haya matunda, hii mbegu ambayo imepanda ni mbegu ya ubaya. Na kama ni mbegu ya ubaya, sharti matunda yake uyale. Baada ya kupita muda mrefu, leo kweli kila mmoja kaanza kula matunda yake. Lakini baadaye nimekaa naanza kukumbuka, nikakumbuka kwamba kuna neno kumbe nililisema. Na Mungu nilipolisema akalishikilia. Tayari naona watu wanakula matunda yake, kwa sababu kinywa kilichotamka kina mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote ambapo huko, Mungu lazima afahamu kwamba uko mahali hapo, lakini pia shetani lazima afahamu kwamba na wewe uko mahali hapo. Kwa maana hiyo, hata mashindano yanapotokea, shetani anataka kupambana na wewe, tayari Mungu ameshakutambulisha na malaika zake wanajua ulipo, wamekuzunguka hapo mahali. Una uwezo wa kufungua mahali popote. Una uwezo wa kufanya kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tujili na kamba za kuzimu. Amen. Yaani hapo ndio ishamaliza. Tusimame. Kila maandiko mengi lakini hata kusaidia. Kama tutaomba tena Naomba kwanza tumuombe Mungu, alafu tujue nini cha kufanya. Tutoe mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachokutesa maisha yako, kuna kifungo mahali. Kimefunga mikono, kimefunga miguu. Unajiona unatembea lakini kumbe unarukaruka, sababu miguu yako imefungwa. Unajiona unatembea, wewe ukitazama unaona kabisa unatembea, lakini kumbe pale ambapo inabidi upige hatua mbili, kwa sababu miguu yote na miguu yote iko wazi. Unapiga moja, mbili, lakini sasa wewe unapiga hatua moja kwa miguu yote, kwa sababu miguu imefungwa. Unajiona kwamba unashika kwa mikono, lakini mikono imefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefungwa maishani mwako, umefungwa. Sasa Daudi anasema kwamba kamba za kuzimu zimenizunguka, maana yake nimesimama alafu kamba zimenizunguka mwili mzima. Kwa maana hiyo mikono haifanyi kazi, miguu haifanyi kazi, nimebaki tu. Nina uwezo wa kusema lakini sina uwezo wa kufanya. Haleluya. Nina uwezo wa kusema lakini sina uwezo wa kufanya. Ninatamani Mungu anisaidie lakini ndio nimefungwa sasa. Siwezi kufanya. Na kwanza nataka wewe mwenyewe useme, wewe mwenyewe uombe, kwa Bwana kwa eneo fulani la maisha yangu. Kuna kama naziona zimefunga maisha yangu. Kuna kama naziona zinatesa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hayo mafungo yote lazima apatikane mtu wa kufungua.
Akiishafungua utaona mambo yako yanaenda. Akiishafungua utaona unapiga hatua. Na aliyefunga hilo fundo mwingine yuko hai kabisa, anaishi yuko hai, amefunga kamba. Amefunga. Kuna baada ya amefunga, anasema wewe hapa hauwezi kupita, hauwezi kupiga hatua. Utabaki hapo hapo ulipo. Sasa kama Mungu wetu aishivyo, tunataka tufungue kila eneo ambalo limefungwa kwa jina la Yesu. Kama Mungu wetu aishivyo, Bwana akatusaidie katika kila eneo ambalo limefungwa katika maisha yetu lifunguliwe. Ikiwa ni huduma, ikiwa ni ufahamu, ikiwa ni akili zetu, ikiwa ni ndoa, ikiwa ni uzazi, ikiwa ni elimu, ikiwa ni mafanikio ya kila aina, Mungu atusaidie hayo maeneo yakafunguliwe. Malaika wa Bwana wako kazini sahihi kupita katika kila eneo kufanya inspection kwa ajili ya kujua ni mahali gani pamefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu inua tu mikono yako, fumba macho yako. Bwana Yesu, ninakushukuru, wewe ni mzuri sana. Asante kwa uweza na kwa ukuu wako. Mimi nimemaliza na iache kazi mikononi mwako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaamuru nguvu na uweza wako kwa kila sikio linalosikia sauti hii. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila kamba ambayo imekufunga wewe, kila kamba ambayo imefunga wewe, imekufunga wewe, imefunga mikono yako, imefunga miguu yako, imefunga tumbo lako, imefunga ndoa yako, imefunga biashara yako, na iamuru hiyo kamba ikatike kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na ikate kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na achia moto wako Bwana, ukapite kwenye hiyo kamba, ukapite kwenye hiyo kamba. Imefungwa kule kijijini, imefungwa na mabibi na mababu, imefungwa na baraza la wazee, imefungwa hiyo kamba. Eti huyu dada asifanikiwe, huyu mama asisonge mbele. Naamuru kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ni mizimu, roho chafu, roho za mapepo, mlizotumwa kuzuia hatua ya huyu mama, kuzuia hatua ya huyu dada, naamuru kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, naachia moto juu yenu. Naachia moto juu yenu. Naachia moto juu yenu. Hamwezi kuvumilia. Huu ni moto. Huu ni moto. Huu ni moto. Ukisikia tu hii sauti, wewe shetani, ninakuamuru, dhirika kwa jina la Yesu. Dhirika haraka. Natuma moto. Umegeuka kuwa fundo wewe. Umefunga hatua ya huyu mama. Umefunga mikono yake. Umefunga hatua yake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naamuru hiyo kamba naelekeza kuanzia saa hii. Haya, achia wewe kamba. Wewe joka unageuka kamba. Wewe joka unageuka kamba. Wewe joka unageuka kamba. Na kuamuru kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Umefunga tumbo, umefunga ndoa, umefunga biashara, umefunga kazi, umefunga elimu, umefunga na kuamuru kwa jina la Yesu. Haraka wewe mwenyewe anza kuondoka. Wewe mwenyewe na kuamuru anza kuondoka. Maana umoto huwezi kumilia. Haraka. Natuma moto juu yako. Na uchochea. Mara 7 na uchochea. Wewe shetani, ondoka haraka. Natuma moto juu yako. Natuma moto juu yako. Ile kama umeifunga na iamuru leo ifunguke kwa jina la Yesu. Maana Roho Bwana yuko kazini, Mungu Baba yuko kazini kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naachia nguvu na uweza wa Mungu Baba aliye mbinguni. Ninakulipua wewe, uliweka makao ndani ya mwili. Si mahali pako tena. Haya, ondoka kwa jina la Yesu. Haya, ondoka. Haraka. Nimesema haraka. Ondoka. Haraka. Nakuchoma kwa moto. Huu unapita toka utosi wa kichwa hata unyayo wa mguu. Haya, mahali hapa ni moto. Huwezi vumilia moto. Maana Bwana Yesu anakuelekeza. Haraka. Atoka haraka. Ondoka. Haraka. Toka haraka. Anafungua ile fundo. Kama. Haraka. Hiyo kamba imwachie. Nimeamuru imwachie. Hiyo kamba naifungua.
kwa jina la Yesu. Mahali popote mmemfunga kwenye mbuyu namfungua kwa jina la Yesu. Mahali popote mmeweka nafsi yake, mmeweka akili yake, mmeweka ufahamu wake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Thank you Lord. Katika jina la Yesu naamuru moto, mekamata tumbo kwa jina la Yesu. Kila kifungo ndani ya tumbo na kiamuru kwa jina la Yesu, kimwachie. Natibua kwa damu ya Yesu, natibua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, haraka, acha, ondoka haraka, kwa jina la Yesu. Hiyo kamba iliyokufunga kuanzia leo ikuachie kwa jina la Yesu, ikuachie hiyo kamba ya kuzimu. Ikuachie. Come out kwa jina la Yesu Kristo. Na kuamuru wewe umekamata maisha ya udada ukayafunga mahali na kuamuru kwa jina la Yesu, yaachie leo, wewe kamata maisha yake, achie, acha, mwache haraka, kwa jina la Yesu, haraka. Mwachie ulipomfunga. Mwache. Na kwa Mungu. Mwache. Haraka. Kwa jina la Yesu. Mwachie na kwa Mungu. Mwache. Kuanzia sasa mwache. Natuma malaika wa Bwana. Popote ulipo. Wewe mkamata, uwe duniani unaishi na kwa Mungu kwa jina la Yesu. Mwachie kuanzia sasa hii awe mzima. Hilo ndio umefunga limeachiliwa kuanzia sasa hii kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Ninakataa kila vifungo vilivyofungwa katika maisha yangu, vifungo vya giza, na vikataa kwa jina la Yesu. Kile kifungo nimefungwa katika maisha yangu, kifungo cha tumbo la uzazi na kufungua hizo kamba za kuzimu, na zifungua kwa jina la Yesu. Nimekombolewa, nimefunguliwa kwa damu ya Yesu. Enyi mapepo, enyi machini, enyi mizimu mlionifunga, mmefunga tumbo langu, mmefunga maisha yangu, mmefunga biashara yangu, mmefunga kazi yangu, ninawaamuru, mmefunga familia yangu, mmefunga ufahamu wangu, ufahamu wa mume wangu, ufahamu wa wazazi wangu, kwa jina la Yesu. Kamba za kuzimu niachie kwa jina la Yesu. Ninakata hizo kamba. Kwa upanga kuwili. Katika kamba za kuzimu. Katika kwa jina la Yesu. Baba, ninakuja mbele zako. Ninakushukuru kwa maana unatosha, hakuna zaidi yako. Bado wewe unatenda, bado unafanya. Naamuru nguvu na uweza wako, mamlaka na ukuu wako. Popote kama ilipo, ninatuma malaika wa Bwana nao wanapita, wanafanya kazi yao. Popote ulipofungwa, ninaamuru, maana ni machini, maana ni mizimu, ni majoka, yamegeuka kuwa kamba, yamefunga maisha yake, yamefunga na kila eneo kwa jina la Yesu. Natuma moto saa hii, natuma nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Haya, mwachie kwa jina la Yesu. Mwachie wewe uliyekamata maisha yake, mwachie kwa jina la Yesu. Mwache kwa jina la Yesu.
Mwache kwa jina la Yesu. Naamuru mkono upige kwa moto sasa hivi. Upite moto huo. Upite moto huo. Unapita ndani yako. Huo unapita moto. Moto huo. Unapunguza wewe. Huwezi kurudia. Unapunguza wewe. Huwezi. Moto. Kwa jina la Yesu. Ayachie. Wacha haraka kwa Mungu. Machi. Napita. Nakata hizo kamba, nakata kwa jina la Yesu. Nakata hizo kamba za kuzimu, kamba za mashetani, kamba za machini, kamba za mizimu. Kwa jina la Yesu. Wewe umetumwa. Umetumwa na kwa Mungu. Mahali hapa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wewe umepotea njia na kufyeka kwa jina la Yesu. Haya, achia tumbo lake. Achia tumbo lake. Fire in Jesus name. Fire. Baba Mungu, ninakuja mbele zako. Come on, Jesus name. Kelele kwa jina la Yesu. Nyamaza kimya na uondoke. Kwenye nyayo moto. Kila mahali mlipoingia ni moto. Hilo agano la kipepo tunalialika katika jina la Yesu. Tunaharibu kila agano la kipepo tunalialika kwa moto. Sawa. Mungu ni moto lao. Mungu ni moto lao. Mungu ni moto lao. Kwa moto wa Yesu. Kwa moto wa Yesu. Tunasambaratisha kila magari. Uwezo kama. Kila kamba za mauti. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Achilia katika jina la Yesu. Achilia kila mali. Hilo agano linavuliwa. Hilo agano linaharibiwa. Katika jina la Yesu. Uwezo wa kimungu. Bwana Yesu. Naamuru wewe mwenyewe ukashuke mahali hapa. Kwenye kila madhabahu. Kwenye kila mahali. Waliofunga maisha yake. Hiyo kamba ya chini. Hiyo kamba umefunga. Hiyo kamba ya chini. Nakata kwa jina la Yesu. Tunakata katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunakata. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Usema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunakata. Kamba. Zilizofunga maisha yetu. Tunazikata. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kamba zote. Kuzimu. Nazikata. Kwa jina la Yesu. Nazikata. Kwa jina la Yesu. Maisha yangu. Ndoa yangu. Kwa jina la Yesu. Yes, Jesus.
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, kila aliyenibia kibali kwa njia ya kusalimiana kwenye mikono yako leo basi karudi, basi karudi, kwenye mikono yako, kwenye mikono yako leo usikadiliwe, 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 mikono usikadiliwe, usikadiliwe, wewe wageni kadiliwe, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa mikono kama unapokea Mungu moto lao sawa sawa na Ibrania 12 mstari wa 29. Pita kwa njia ya moto Bwana. Rejesha vibali kwa watoto wako kwenye mikono yao. Kwenye mikono yao vibali vilivyoibwa. Kwenye madhabahu za kiganga za kichawi. Tangu enzi za utoto wao walioiba, Bwana wakaibishwe. Wakaibishwe kwa moto lao. Wakaibishwe kwa moto lao. Wakaibishwe kwa moto lao. Kwa moto wa kimbingu Bwana Yesu. Wakaibishwe. Tunatamka kibali kipya cha mafuta ya Roho Mtakatifu kwa njia ya mikono yao. Kibali kipya. Kibali kipya. Kila aliyeibiwa kibali chake Bwana kikarejea leo. Leo tunaalika kikarejea. Hiyo ni madhabahu ya uganga wa kienyeji, hiyo ni madhabahu ya wachawi, hiyo ni machini waliba mahali popote. Bwana Yesu, leo tunarejesha. Leo tunarejesha. Hiyo ni roho za mizimu. Leo tunarejesha. Sio siku ya kawaida Bwana. Sio siku ya kawaida. Mikono. 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 Yes. Ikombolewe Bwana Yesu. Mikono yao. Mikono yao. Mikono ya watoto wao. Wape. Baba ikombolewe. Leo sio siku ya kawaida. Sio siku ya kawaida. Kuna vitu ambavyo sio vya kawaida. Nasema na mikono. 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 Nazungumza na mikono kwa damu ya Yesu na kwa moto wa Yesu na kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Roho ya urejesho. Roho ya urejesho. Roho ya urejesho. Eni mapepo, eni machini. Ukatilia hiyo mikono. Iliyokuwa tumwani hiyo mikono. Hiyo mikono kwa jina la Yesu. Leo tunakomboa mikono. 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 Moto wa Yesu. Moto wa Yesu karibu kila kamba za mauti kwenye mikono. Kamba za mauti. Kamba za mauti. Tunazikata. 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 Kwa jina la Yesu. Tunakata. Tunakata. Tuliofunga. Hizo kamba. Maagano. Pete za kipepo. Pete za kipepo. Pete za kipepo. Tunatuma moto. Tunatuma moto. Tunatuma moto. Tunatuma moto. Tunatuma moto kwenye mikono. Kwenye mikono. Kwenye mikono. Mlioingia kwa njia ya vidole. Tunawapiga 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 katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa vidole tunapigwa katika jina la Yesu. Kwa vidole tunapigwa katika jina la Yesu. Kwa vidole tunapigwa katika jina la Yesu. Hilo agano linaliwa. Hilo agano linaliwa. Haya, chukueni chenu. Kila chenu kichukuliwe. Kila chenu kichukuliwe. Kila maagano ya Yesu. Kila maagano tunanani kwenye mikono. Ziwe ni pepo. Ziwe ni pepo. Tunataka hizo kama kuwa vitu. Vinakuwa vitu vyako. Leo vinakwenda kuona vinafufuliwa. 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 Katika jina la Yesu Kristo. 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 Nguvu za Roho Mtakatifu ndani mwako, ndani mwako. Roho ya urejesho maradufu kwa kila kilichokufa, kwa kila kilichokufa. Bwana akirejesha upya. Akirejesha upya. Akirejesha upya. Akirejesha upya. Katika jina la Yesu. Akirejesha upya. Akirejesha upya. Yes. Yesu kila kama kwenye mikono. Kwenye mikono. Kwenye mikono. Kwenye mikono. Kila aliyeka kibali chako kwenye madhabahu mengine, madhabahu ya uganga, madhabahu ya uganga. Alipua! Lipuliwa kwa jina la Yesu. Lipuliwa hiyo madhabahu. Hiyo madhabahu tunalipua. Lipuliwa kwa jina la Yesu. Lipuliwa kwa jina la Yesu. Hiyo madhabahu ya uganga yanalipuliwa. Malango ya waganga yanalipuliwa. Nazungumza na malango ya waganga. Basi malango ya waganga. Malango ya waganga. Malango ya waganga. Malango ya waganga. Yes, malango ya waganga. Malango ya waganga. Nazungumza nayo. Nalipua. Lipuliwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mapepo. Mikono mmekamata. Mikono mmekamata. Mikono mmekamata. Hiyo mikono. Hiyo mikono. Tunakata kila mlichoweka kwenye mikono. Kwenye mikono. Kwenye mikono. Kwenye mikono. Nazungumza na mikono. Kibali chake kwenye mikono. Yes. Kwa moto.
kadika. Nazungumza na mikono kuja sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Kawe huru. Kwenye mikono. Ukawe ukafunguliwa. Kuanzia sasa. Kibali chako kimejeshi na Yesu Kristo, Mungu wa kweli asiyeshindwa. Mungu asema katika jina la Yesu Kristo. Nazungumza na mikono katika jina la Yesu Kristo. Mikono yako. Mikono yako. Mikono yako. Katika jina la Yesu. Ninakata kila roho chafu. Roho za mapepo. Roho za kuzuia mambo yako yasimalizike. Hizo roho zinakufa leo. Hizo roho zinapigwa leo. Wale wanaokwamisha mipango yako yasimalizike ishie katikati. Wanapigwa. Wanafunga. Wanapigwa. Katika jina la Yesu. Wanaibiwa katika jina la Yesu. Kila kamba za mauti. 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 Bye bye. Leo nakatwa kamba za mauti. 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 Leo nakatwa kwa jina la Yesu. Tunakukata kwa jina la Yesu. Kwa upanga wa moto. Kwa upanga wa moto. Kwa upanga wa moto. Tunaharibu katika jina la Yesu Kristo aliye. Mapepo hamna mamlaka. Machini hamna mamlaka. Katika jina la Yesu Kristo aliye. Usifanisi Mungu ni yake. Usiegoshiwa na Mungu mwingine. Nakamata mikono ya dada huyu Bwana. Nazungumza na nguvu ya kumaliza. 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 Imeandikwa kama Ufunuo 1:18. Wewe ni Alfa na Omega. Mungu akumaliza mambo yote. Nazungumza na mikono ya mtoto wako. Mikono ya mtoto wako. Tunataka Kwa jina la Yesu. 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 Haribika. Haribika. Kwa jina la Yesu. Haribika. Nakata hizo kamba, nazikata mahali popote mmemfunga na amuru. Haya, mwachieni haraka. Kamba za moto. Na upanga moto unazikasha. Katika jina la Yesu Kristo. Bye bye. Kwa damu ya Yesu. Hiyo marufuku inapigwa marufuku na Yesu Kristo. Yeye ni mkubwa aliyesimama kwenye kiti cha mali yako. Nasema si mali yako, ni mali ya Bwana. Ni mali ya Bwana. Kuanzia leo sio mali yako, sio mke wako tena. Nimevunja ndoa yako kwa jina la Yesu. Na mingine imevunjika, kuzimu imevunjika, mapepo yanakujua sasa. Aibu yako nimevunja kwa jina la Yesu. Unafunga, tunasema umemuoa huyu. Wewe umemuoa huyu, sio mke wako kuanzia leo. Sio mke wako kuanzia leo. Bai na kuaga, bai uondoke. Kaoe mapepo wenzako kwa jina la Yesu. Na kwa Mungu, kaoe mapepo wenzako. Na kwa Mungu, kaoe mapepo wenzako kwa jina la Yesu. Wacha ondoka haraka. Huyu sio malikia. Na mvua kila mlizomvisha kwa ajili ya hayo maandalizi yenu. Na mvua kwa jina la Yesu. Aondoka kila kitu kilicho chako. Ondoka. Kila kilicho chako ondoka nacho. Nenda nacho. Nenda nacho, ondoka haraka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ondoka. Kila ulichomvisha ondoka nacho na kwa Mungu. Ondoka nacho kwa jina la Yesu. Na kwa Mungu wewe. Haya, ondoka. Beba kila kilicho chako. Beba. Haya, nenda nacho. Kila kilicho chako. Nenda nacho. Haraka. Nenda nacho. Jina la Yesu Kristo, ninaamuru ile kamba imefunga kwa muda mrefu, kamba ya ndoa katika ulimwengu wa roho, nimevunja na kukata kuanzia leo. Wewe ni mali ya Bwana, sio mali ya mapepo. Kwa jina la Yesu, hiyo ndoa katika ulimwengu wa roho nimevunja kwa jina la Yesu. Wewe sio malkia wa bahari, wewe ni mteule wa Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Yes, Jesus.
Yes. Yes. Haleluya. Hebu simama sasa tumshukuru Mungu. Nimeona tumebarikiwa. Tuna washirika wapya wengi sana. Naomba wote wenye washirika wapya tumboni tupite mbele. Naomba wote wenye washirika wapya tumboni tupite mbele. Naona Bwana chikia. Haleluya. Amen. Naona kanisa kizapa na bodabu hapa. Kizapa na bodabu hapa. Tayari kuna kwaya. Haleluya. Haya mambo ni mema. Anaomba sasa watumishi wote wa kike, wa mama au wa dada, naomba tukae nyuma ya hawa watu. Watumishi na mpigo walipana, naomba tukae nyuma ya hawa watu sasa. Sawa? Hakikisha kila mtu umekaa nyuma ya mtu mmoja. Tumalize hapa sasa. Kila mtu ana mtu. Mimi mlokaa nyuma. Una hakika umekaa nyuma yake ni mtu sahihi kwako? Kama sio sahihi, naomba ukae kwa mtu sahihi. Bana hapa tujii. Cheki sasa mambo hapa. Tayari una hakika? Sawa? Maana akiwa sahihi tunaruhusu kitu kitokee, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Naomba mkumbatie kwa nyuma. Mshike tumbo lake. Usilikaze, usio kama nani, usio karibu huduma ya kiinjili. Okay. Naomba tuombe sasa. Yes. Na wewe ambaye uko nyuma hapo, naomba useme nini? Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya hawa watumishi wako ambao wako mahali hapa. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya hivi vilivyoko tumboni. Maana hawa ni watumishi wako. Mariamu alipokutana na Elizabeti, Mariamu akiwa mjamzito na Elizabeti akiwa mjamzito, ila baya lililokusudiwa katika haya matumbo ninafyeka kwa jina la Yesu. Ninaharibu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Naamuru moto wako, naamuru salamu yako inapita hiyo tumboni, inapita hiyo tumboni, hiyo salamu yako inapita, hiyo salamu yako inapita, 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 salamu yako Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Bwana Yesu, 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 Salamu ya Roho Mtakatifu. Kila baya uliokusudiwa na uharibu kwa jina la Yesu. Kila kikao kilichokaa kinyume na huyu mtumishi wako aliyeko ndani ya hili tumbo, kikao cha mauti haribika, kikao cha mauti haribika, kikao cha mauti haribika, kikao cha mauti. Si mahali pako, kikao cha kuzimu, kikao cha mauti, si mahali pako, kikao cha mauti, si mahali pako hapa, si mahali pako, si mahali pako, si mahali pako, si mahali pako, hapa si mahali pako, si mahali pako, kikao cha mauti. God I praise you. Rika sakarika na moseka. Na hiyo nguvu yako inapita. Inapita, inapita. Na hiyo nguvu yako inapita. Roho Mtakatifu anapita kwenye tumbo. Roho Mtakatifu. Inapita. 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 Inapita.
inapita, inapita. Ikiwa ya kwanza na Bwana ikawe ni njema, ikiwa ya pili ikawe ni njema, ikiwa ya tatu ikawe ni njema, ikiwa ya nne ikawe ni njema, ikiwa ya tano ikawe ni njema. Yekaraba sasa rapa yantarabu rikazirima yatarabu situ ripayanta. Nasema na matumbo, nasema na mayai yaliyoko ndani ya tumbo, nasema na mtoto aliyeko ndani ya tumbo kwa jina lako Bwana. Naona mafuta yako, naona baraka zako ziko zinashuka, ziko zinashuka kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Anapita kwenye tumbo, anapita anaweka ulinzi. Salamu, tumbo, salamu, salamu Yesu hiyo. Salamu ya Roho Mtakatifu. Salamu, salamu. Bwana Hiyo ni salamu, hiyo ni salamu, hiyo ni salamu, hiyo ni salamu tu, hiyo ni salamu, hiyo ni salamu, hiyo ni salamu, hiyo ni salamu, hiyo ni salamu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu nakusalimia wewe mtoto wa kiume, nakusalimia kwa jina la Yesu, nakusalimia, nakusalimia maana nakuona, nakusalimia maana kamba zimekatika, kamba zimeachia, nakusalimia kwa jina la Yesu, nakusalimia. Hawachezi wako wako watacheza sasa. Mimi ninasema kama mtumishi wa Bwana anacheza, ninawaamuru enyi watoto, mnaisikia hii sauti ya Bwana, mtacheza kwa upako wa Roho, mtacheza kwa upako wa Roho, mtacheza kwa upako wa Roho. Ninawaamuru saa hii sasa, haya haya, sikieni sauti hii. Sikieni sauti hii kutoka mbinguni. Ninawaamuru, ninawaamuru. Kwanza sio mpaka mwezi wa 5. Kwa nini wanataka mwezi wa 5 wacheze? Wanaanza kucheza, wanaanza kucheza. Hao wanacheza. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Wanacheza. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Ipite nguvu ya Roho Mtakatifu. Ipite nguvu ya Roho Mtakatifu. Wanacheza. Pita nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunatuma kwenye kila tumbo lililosimama mahali hapa. Bwana Yesu, tunatuma nguvu ya Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu inapita ndani ya tumbo. Hakuna wezaye zuia, hakuna wezaye simama kinyume na huu ulio mpango wako. Maana huu ni mpango wako, sio wa mwanadamu. Hawezi zuia ulichokiweka wewe eti kisicheze. Yeye ni nani? Ninafyeka kila mamlaka, ninaharibu kila nguvu, ninaharibu eti. Wewe ni nani? Wewe ni nani hata uzuie ulio mpango wa Bwana? Katika jina la Yesu, aibika kila mpango wa kipepo. Katika jina la Yesu, aibika kila mpango wa kipepo. Tumewatiisha chini ya miguu, tunawakanyaga kanyaga, maana mtaweza tena. Tunawakanyaga kanyaga kwa kuwateka kwa jina la Yesu. Mtoto wa tumbo hili, salamu uliyebarikiwa wa tumbo hili, salamu na kusalimia, salamu na kusalimia kwa jina la Yesu. Salamu kwako, salamu kwako kutoka kwa Bwana Yesu, anakusalimia. Cheza wakati wote, hakuna kukuzuia. Cheza wakati wote, hakuna kukuzuia kwa jina la Yesu. Wanacheza Bwana. Wewe ni nani? Bwana Yesu, si wanacheza. Mimi najua kuhusiana na kucheza. Kuhusiana na kuto kucheza sifahamu. Nimemaliza. Kuhusiana na kuto kucheza sifahamu. Hiyo ni ya kwako, lakini ya Mungu wanacheza. Na kuanzia saa hii hapa naamuru kabla hajatoka watacheza. Watacheza kwa jina la Yesu. Nimesema na ndivyo itakavyokuwa. Amen. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako. Uwe shangazi, uwe bibi, pia mbali. Kwa jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya hawa mama wanaozaa kanisa. Bwana wabariki, Mungu wainue. Ninalimidi jina lako na kulitukuza nikisema asante. Umetukuka, unaweza. Hakuna usiloshindwa, unayaweza yote. Hakuna kuzuia lililo mpango wako. Maana wewe ndiye uumbaye, wewe ndiye ufanyaye.